cha kumtolea Bwana. Najua kuna watu wakisikia kumtolea Bwana wanashtuka, maana ana pepo ana pepo la ufukara, ana roho ya umaskini. Unajua roho ya umaskini ni nini? Unapenda kupewa lakini upende kutoa. Na Yesu anasema heri kutoa kuliko kupokea. Hapa si maandiko tayapinga kwa sababu umesikia hiyo. Kwa hivyo hiyo uidiwe, ili ni sheria na hakuna wa kuipinga. Sema kama Yesu hakuona mwanamke akimtolea, hata aliona wanaume wengi akaona tu mwanamke ambaye ametoa kwa haki. Kwa hivyo wanaume, ukimwona mwanaume anatoa kwa haki, unajua ameokoka, lakini wanaume wengi ni waizi. Lakini wanawake wanajua kuibia ng'ombe zao, lakini hawaibii Mungu. Ukiacha hapo 2,000 anatoa 1,000, anasema jana ulisahau 1,000 tu. 1,000 imeenda na maji. Anakusaidia kukutolea. Unaona tu milango inafunguka. Nasema ni maombi nikaombewa, kumbe ile sadaka ulikuwa. Unajua Elikana hapo anaenda nani? Elikana alikuwa anapewa sadaka na mume wake. Na alikuwa sote hiyo ni nani? Yaani Elikana alikuwa anapeana na ana. Kuja kitafuna tafuta. Ananua njugu. Anakuja kitafuna tafuta. Ananua sijui PK. Akifika hapa ana sadaka. Akifanya hivi anapata PK kwa mfuko. Na siku moja nilipokuwa gerezani, baba aliambiwa na mama, nenda kamwangalie mwanao, siko baya. Alipofika mahali na yeye alikuwa haja pombe. Ile pesa yote alikuwa amepewa, alija afanye baya hadi aniangalie kabisa na ninunulie sabuni na dawa ya mswaki. Akaingia kwanza mangoni, akapiga yote mpaka akaibiwa. Alafu akalala huko. Alafu aliporudi nyumbani akamwambia nimetoka huko. Siku moja mama akakuja anasema siku baba alikuja, nikamuuliza yupi? Baby Yesu kumuona. Alipoenda kuuliza sasa mbona ukufika? Akasema nilizidiwa na roho ya pombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe kwa mwaminifu. Kwa mwaminifu kwa Mungu. Tolee Mungu sadaka yako ile nzuri, maana Mungu ndiye mwenye kubariki. Maisha yako Mungu ndiye atakaye kupigania, maisha yako Mungu ndiye atakaye kuokoa. Andaa sadaka. Na kutuombe. Amen. Sawa. Haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tazama Baba, imefika wakati mwingine Bwana, bali na hayo yote ndivyo utakavyobariki Baba, kama vile ulivyowafungua ndivyo utakavyotufungua na sisi Baba. Kaipogeza na kahina ikae manukato Baba yangu, maana ikiwa manukato mbele zako Mfalme, basi utafungua kama kuna vifungo vingine ambavyo Baba shetani amekileta katika maisha yetu, shetani amekileta hata kwa nyumba zetu, shetani amekileta hata katika mioyo yetu. Kwa maana tunaomba mbele zako ili ukabariki kila mkono wao, ili ukabariki kila moyo wao, na hata wale ambao hawana
siku ya leo. Baba, unajua kile ambacho nakupenda. Baba, kile unajua kile ambacho nataka nikukutolea. Lakini ni kwa sababu ni msimu tu Baba. Imempata ikiwa hali yake ni mbaya. Lakini kwa sababu tunaomba pamoja na yeye. Tunaomba pamoja na wale wanaotoa. Baba, atabarikiwa na yeye. Kwa maana hakuna aliyezaliwa na pesa. Pesa huja kwa ajili ya kumwomba Bwana. Baraka si huja kwa sababu ya kumwomba Baba. Nasi tunamwomba huyu Bwana. Tunamwomba huyu Baba. Aliyebariki wengine atabariki na sisi. Aliyefungua wengine atafungua na sisi. Aliyeponya wengine ataponya na sisi. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba tena Mungu wangu. Kuna watu walichinja madhabihu zao. Kuna watu walichinja makaratara yao kwa ajili ya maisha yetu Baba. Wakaroga watoto wetu, wakaroga wazazi wetu, wakaroga familia yetu. Lakini sasa Baba, ulisema hakuna uchawi juu ya Yakobo. Ulisema hakuna uganga juu ya Israeli. Nami ninasema tena Baba, katika mwili wako unaondoka, katika mwili wako unaondoka, katika nyumba yako unaondoka. Vifungo vyote Baba vitaondoka. Maana nakutolea wewe aliyetolewa Baba. Baba atafanikiwa, atabarikiwa. Alimtolea Bwana atabarikiwa. Ni kipindi cha matoleo, ni kipindi cha matoleo. Uenda Baba yangu, kuna moyo wa mtu una huzuni ndani yake, unaugua ndani yake, hajui afanye nini. Ameomba Baba, hajui afanye nini. Baba, kwa maombi haya asantaka Baba, ulisema ni ukweli. Asantaka zako na maombi yako yamekubalika. Basi kubali Baba ombi la huyo Mose. Baba, kubali ombi la huyo mama. Baba, kubali ombi la huyo kijana. Baba, kubali ombi la huyo mtoto. Kwa jina la Yesu anakuomba Baba, anakuomba wewe. Anajua ni Mungu anayeweza. Utamwezesha juu ya maisha yake, utamwezesha juu ya huduma yake, utamwezesha juu ya ndoa yake, utamwezesha juu ya kazi yake, utamwezesha juu ya afya yake, utamwezesha kwa maisha yake. Hakuna Baba usiowezekana. Kama ni magonjwa ya kuumwa na tumbo, kama ni magonjwa ya kuumwa na mwili, kama ni magonjwa ya kurushiwa na kutubiwa kwa majina ya uchawi, yataondoka tu. Nina imani Baba, yataondoka tu. Kama ni vitumbo vimerushwa, imani kwa jina la Yesu yataondoka tu. Kama ni vita, ni shetani Baba anapiga vita kwa maisha yake. Ni shetani Baba anapiga vita hata nyumba yake. Ni shetani Baba anapiga vita hata ndoa yake. Ni shetani Baba anapiga vita na watoto wake. Anashindwa, 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 anasheshe. Lakini Baba yangu wamesafiri, wako mbali, lakini tunatoa wengine Baba yao. Baba, tunatoa wengine Baba yangu wako bara, wengine Baba yangu wako kijijini, wengine Baba yangu ni sisi hapa. Tunatoa Bwana Yesu watoto wetu, wengine wako shule, tunawatoa watoto wetu na boma yetu, familia nzima na wake zetu na waume zetu, baba yangu na ndugu zetu, familia yote tunatoa. Uwapiganie, tunatoa. Uwafungue, tunatoa. Uwapamane, tunatoa. Ukatenao wanaotaka na hiyo jamii, ukatenao wanaotaka na hiyo jamii, wanaotaka na hiyo ndoa, ukatenao wanaotaka na hiyo mwisho, ukatenao wanaotaka na hiyo mama, ukatenao wanaotaka na hiyo kijana, ukatenao wanaotaka na hiyo kidogo na hiyo mtoto, wadiana tumbele, apatia mali, kazi zake, kila kitu, urahisisha maisha yake, urahisisha anaona inakutuma yasitabia yatutabia kila mahali yanatabia yakamane yasha Baba, tangulia Bwana Mungu, kila mahali tunakulia Baba, tutangulie Mungu. Baba, tangulia Mungu wangu, tangulia kwa ile shida unayoona huyu mama, tangulia kwa ile majaribu aliyonayo, tangulia kwa vile vifungo, tangulia kwa vile vita alivyonayo, tangulia kwa maisha yake Baba, tangulia Baba yangu. Pigana na walio mbele yake, pigana na walio mbele yake, wanaoweka vizuizi, pigana waliosimama mbele yake, pigana waliosimama kinyume chake, pigana na wao Baba, pigana nao waliotamka maneno mabaya, waliosema maneno mabaya, walioronga uchawi mbaya. Baba, pigana na wote, pigana nao. Achana na mtoto wa Bwana, achana na mtoto wa Mungu anayejitolea kanisani, anayejitolea kanisani, anayeabudu kanisani, anayeomba kanisani.
Maombi yako yataenda bure. Yako itaenda bure. Zaka zako zitaenda bure. Maombi yako itaenda bure mama. Haitaenda bure. Haitaenda bure. Haitaenda bure. Haitaenda bure. Watajaribu wanguke lakini haitawezekana. Nasema haitawezekana. Hiyo na bidii ya kumtolea Bwana. Hiyo na bidii ya kusimama na Mungu. Hiyo na bidii ya kwenda madhabahuni. Hiyo na bidii inasema wakila wakawasha. Hata ukiona vita usikatanyaka. Hata ukiona kunaongea. Hata ukiona kunaongea. Sadaka inaongea. 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 Usikatanyaka. Usibabaika. Yesu ananena. Baba ananena. Yesu ananena. Yesu ananena. Unachomtolea kinaongea. Unachomtolea Bwana kinaongea. Kama sadaka ya Ebrahim hata Mungu akasema mtakabali, basi hiyo yako itaondolewa. Hiyo yako itaondolewa. Itakayoongea kinyume chako. Hakuna sadaka ya wachawi itakayoongea kinyume chako. Hakuna kafara iliyotolewa tu yako haitaongea. Makatara yatanyamasishwa, makuku yatanyamasishwa, majini yatanyamasishwa, maroho yatanyamasishwa kwa jina la Yesu. Hakuna damu nyingine iliyozidi damu ya Yesu. Hakuna damu itakayozidi damu ya Yesu. Hata kama waliua watoto wao, hata kama waliua mbuzi zao, hata kama waliua kondoo zao, nasema hakuna damu itakayozidi damu ya Yesu. Nasema hakuna nguvu zinazozidi za Mungu. Hakuna sadaka inayotolewa kwa imani ambayo itazidiwa na sadaka ya giza. Mungu akakunenewa. Mungu akanene juu ya maisha yako. Mungu akanene juu ya huduma zako. Yesu akanene juu ya kazi yako. Yesu akanene juu ya familia yako. Yesu akanene juu ya watoto wako. Yesu akanene. Yesu akanene. Kinachoongea kwa mwili wako na kinyamazisha. Kinachoongea watu walitoa sadaka. Inakuongelesha wewe, inakufanya unateseka. Inakuongelesha wewe, inakufanya unagonjeka. Inakuongelesha wewe, inakufanya unahangaika. Leo sadaka zilizotolewa wewe ugonjeke. Sadaka zilizotolewa wewe uwe masikini. Sadaka zilizotolewa wewe ili wainukiwe. Nasema ninazima hiyo misao. Nazima hiyo sauti yao. Nazima kwa mwili wako. Nazima. Hakuna silaha utakaoweza utakaokoka. Nazima. Usakuja Yesu. Unabani. Umewaswa. Umewaswa. Ukakatwa majina yako. Kila aliyefukuzia majina yake, waliofukuzia mauti, wafukuzia majina yake ili ya kuangaisha, yanatumwa kwa sababu ya kufukuziwa mauti. Na jina lako liko pale, na nywele zako ziko pale, na boma lako liko pale, afya yako iko pale, udi unaendelea kuwaka, watoto wako wako pale, udi unaendelea kuwaka. Wanaitisha nyota yako, wanaitisha afya yako, wanaitisha uhai wako, wanaitisha kazi yako, wanaitisha ndoa yako, wanaitisha kazi yako. Kuanzia leo, kila udi, kila aliyesimama kwa mganga, kwa mchawi, hata wewe ni mchawi mwenyewe, kwa msimu wake akatamka mabaya juu ya boma lako, juu ya maisha yako, hakika leo iwe siku ya mwisho. Hakika leo iwe siku ya mwisho. Machawi yake, majina yake, magonjwa yake, mateso yake, shida zake, siwe siku za mwisho. Iwe siku ya mwisho. Iwe siku ya mwisho. Iwe siku ya mwisho. Tunamaliza. Yesu anakasa. Tunazimaliza. Yesu anakasa. Tunazimaliza. Lekata. Hakuna roho ya uchawi itakaa ndani.
Hakuna roho ya majini itakana. Hakuna, kwa jina la Yesu. Hakuna. Unafanya nini katika mwili wake? Unamwangaisha, unamtabisha maroho ya giza, maroho ya giza mpaka sasa nakuwa mauti. Umemfuata wengi, umemfuata wengi, umemgonjesha, umemkosesha mali, umemnyang'anya afya yake, umemnyang'anya mali yake, umemnyang'anya uzima wake. Ya maroho lakas apone kila magonjwa na ukwe apone Baba, apone maana ni nguvu zake mambo yanamtafuna, ni mambo yanamwangusha, ni madhara yanamwangusha, lakini leo nayatumania moto wa Yesu, natuma moto wa Yesu, tuma moto Baba, tuma moto Yesu, tuma moto sasa, tuma moto Baba, tuma moto Baba, tuma moto Yesu, tuma moto sasa. Na kuitishia nguvu kwa kile unachoenda kujitoa, ikawe ni fimo yako, ikawe ni fimo yako ya kukufanya uvuke hiyo bahari, ikawe ni jiwe lako la kwenda kupiga Goliathi. Katika jina la Yesu. Baba bariki, Baba bariki na ukanene mema wanapokuja mbele zako katika madhabahu yako, kuja kunyosha mkono wakiwa na imani kwamba namtolea Bwana Mungu wangu. Anapoweka mkono, Mungu mguse. Anapotoa ule mkono, aondoke na muujiza wake, akabarikiwe na akafunguliwe, akazidi kuona miujiza, na kila ombi lilo nalo katika moyo wake likatendeke, na hakuna mtu wa kupinga, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kutupenda na kutuombea hivi kwa ajili ya kipindi hiki cha sadaka. Hakika tunapotoa sasa tunajua ni baraka tu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Jina la Baba ni ushindi kwangu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine, tuimbe sote.
ungalimwamika anavyokaza mwana wa kiume, utamwita jina lake Yesu. Dunia nzima itakombolewa kupitia yeye. Kumbe si mwingine ni Yesu, jina si lingine ila Yesu. Ambiwa wakiomba lolote kwa jina langu nafanikiwa, akiamini lolote kwa jina langu nafanikiwa. Baba, jina wazee 24 pale wamezunguka kiti chako cha enzi, kuna nyimbo wanaimba pamoja na malaika wote, Rafaeli, Mikaeli, wote wanasema
kwenye nguvu na ndani. Sijaona mama kwenye nguvu na ndani. Sijaona mama kwenye uwezo na ulitembea juu ya maji ukamfufua Lazaro. Pigeni mawe kwa kawaida, wewe Yesu Katende Mungu. Kuna mtu anafanya muujiza wako. Kuna mtu anasikia sauti anamwambia Mungu, ukitenda hili sijui nikupe nini. Baba mtendee aone. Utendee aone. Wewe sio Mungu wa kubahatisha. Mtendee. Mtendee. Ana imani, anasema Mungu ukinitendea hili nitakulipa. Ukifanya hivi sina. Ametamani kuona muujiza wako. Ametamani. Kamwezeshe. Kamwezeshe. Kuna watu watashangaa. Kuna watu watashangaa. Kuna watu watashangaa. Watakosa na kuongea. Alichokiomba kimetimilika. Wengine wanashangaa. Holy Setarawaza. Kuna mtu kwa moyo wake anasema, Baba, ukimaliza haya maumivu sijui nikupatie shukrani gani. Ukimaliza haya majaribu sijui nikupatie shukrani gani. Ukinibariki na jambo hili sijui nikushukuru vipi. Ukinifungulia hapa sijui hata nikupatie nini. Ukiniponya sijui hata nifanye nini mbele zako. Baba, wewe ni Mungu mwenye uwezo wa yote aliyoyatamka. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba, unatenda. Mungu mwenye nguvu, hivi kushinda wewe. Hakuna linaloshindikana kwa Bwana.
Yesu Kristo, Mfalme, Bwana wa majeshi, naye kamilisha yote uliyoanzisha. Baba, mwanao aliona ni vyema waokoke, ukaanza wokovu naye. Ulisema kile ulichoanza ukakimaliza mwenyewe. Baba, utamwinua tu, utamfungua tu, utampigania tu, na hakuna yoyote atakayesimama mbele yake kwa kuzuia yale Mungu anaweza kuyafanya. Maana hakuna kitu chochote kilichojileta chenyewe duniani, bali ulikileta wewe, na aliyeleta hawezi kushindwa kukiondoka. Kama kuna maroho yoyote yaliyofuata mwanao, anayeomba hapa, anayekuita hapa, na anayeita kwa ajili ya watu wake, Baba, utatenda.